Hello wadau wetu wa KingoFarm. Karibuni sana kwenye chaneli yetu. Tumekuwa tukiulizwa maswali na wafugaji wengi sana, kwa nini vifaranga wao wa kienyeji wanakufa. Wamekuwa wakituelezea mazingira mbalimbali ambayo hao vifaranga huwa wanakufa, lakini tatizo kubwa tuliloligundua ni kwenye upande wa chakula, vyakula ambavyo wanakuwa wanawapa wale vifaranga wa kienyeji. Lakini pia japokuwa kuna wakati mwingine sababu huwa ni huduma za jumla ambazo yule kifaranga wa kienyeji anapewa, ila hapa kwenye chakula pamekuwa na tatizo kubwa sana. Na tulibaini kwa hapa kwenye chakula pana tatizo kubwa sana, kwa sababu wafugaji wengi pia wamekuwa wakituambia kuku wao huwa wanavaa makoti au kushusha mabawa. Nadhani hii changamoto wengi tunaijua, kuku anakuwa anashusha mabawa au anavaa makoti, mara nyingi anajikunyata sehemu maeneo yale ambayo yanakona, yule kifaranga anakuwa yupo pale ameshusha mabawa, baadaye anakufa. Kwa hiyo ukiona hili tatizo, mara nyingi tumekuwa tukisema unapokutana na hili tatizo ujue chakula ambacho unawapa wale vifaranga au kuku hakipo sawa. Unawapa chakula ambacho hakiwafai au hakiwasaidii kitu chochote kile. Kwa hiyo hawa vifaranga wanakuwa hawana zile kinga za kutosha za mwili wao. Kwa hiyo wakiwa hawana kinga, mara nyingi wanashusha mabawa au ndo tunaita wanavaa makoti na baadaye wanakufa. Kama tunavyojua vyakula kama vyakula vyenyewe kazi yao pia ni kuimarisha kinga za mwili ule wa kuku. Kwa hiyo kama utawapa chakula ambacho hakifai, basi hawa kuku watakuwa hawana kinga za kutosha. Dalili yake ya kwanza kabisa utaona wanashusha mabawa, baadaye wanakufa. Sasa leo hii nitakutajia vyakula 7 ambao vinaweza kukusaidia kwa kuku wako na wasivae makoti au wasishushe mabawa. Chakula ambacho ni muhimu kwa vifaranga, na ni vifaranga aina zote huwa wanapewa, huwa ni starter. Hii starter ni kile chakula ambacho kimekatwa katika vile vipande vidogo vidogo, lakini kwenye hiki chakula kuna virutubisho vyote ambavyo ni muhimu. Na sifa nyingine ya hii starter, huwa inakuwa ina protini nyingi sana kuliko grower, finish labda na premix na layer mash. Kwa hiyo hii starter huwa inakuwa ina kiwango kikubwa sana cha protini, na kwa sababu ni umri ambao wanahitaji protini kwa wingi. Vifaranga wanapokuwa wadogo wanahitaji protini kwa wingi, kwa sababu protini ina kazi kubwa sana, inajenga mwili, lakini vile vile inawafanya waweze kuwa na kinga za kutosha. Na pia kuku wako au vifaranga wako wakiwa wanapewa chakula ambacho kina protini nyingi, huwa wananenepa, wanakuwa na afya nzuri sana. Kwa hiyo kwa umri wao huwa wanahitaji protini nyingi sana, na kwenye starter ni chakula ambacho huwa kinawekwa asilimia kubwa ya protini. Sasa hii starter kwa wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji kuna namna mbili. Unaweza ukaitengeneza wewe mwenyewe, ambao utaitengeneza sio lazima iwe katika ule muundo wa pellets. Unaweza ukatengeneza ikawa tu ile ya mash, ukatengeneza mwenyewe. Lakini unapotengeneza wewe mwenyewe, hakikisha unawapa kwenye kile chakula kuna hivi vitu 7 ambavyo nitakutajia kama unakuwa unatengeneza wewe mwenyewe na kwa kiwango maalum. Lakini kama hutaweza kutengeneza, unaweza ukanunua kutoka kwenye makampuni mbalimbali. Kuna makampuni ambayo yanatengeneza chakula kizuri. Hapa kwenye video huwa hatuwezi kutaja hayo makampuni ambayo yanafanya vizuri, ila ukiwa umejiunga na kundi letu lile la mafunzo ya ufugaji ambalo unajiunga kwa kulipia ada ya shilingi 8,000, tunaweza kukutajia makampuni ambayo huwa yanatengeneza chakula kizuri, lakini sio kwa hapa YouTube huwa hatutaji. Lakini vile vile kwa wale ambao wanatengeneza chakula wenyewe hawanunui kutoka kwenye makampuni, unaweza ukanunua vitabu vyetu. Tuna kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, lakini pia tuna kile kitabu cha safari ya ufugaji. Hivi vitabu vina zile formula zote za kutengeneza chakula. Zimeelekeza vile virutubisho vyote na kiwango chake maalum. Kwa vifaranga labda wanahitaji kiwango hiki cha protini, labda kiwango fulani cha madini, kiwango fulani cha vitamin na kadhalika, au kwa kuku wanaokua au kwa kuku wanaotaga. Kwenye hivi vitabu viwili kuna formula zote 3. Kuna formula ya vifaranga, ya kuku wanaokua, pia na kuku wanaotaga. Kama ni kuku wa kienyeji, ukiwapa zile formula huwa wanataga sana, kwa sababu ni formula ambazo zimetengenezwa vizuri, zimezingatia vitu vyote ambavyo vinatengeneza mayai. Kwa hiyo kama una kuku wanaotaga kienyeji, ukitaka watage mayai mengi kuanzia 20 mpaka 40, basi tunakushauri ununue kile kitabu cha safari ya ufugaji na utengeneze ile formula iliyopo mle, utakuja utoe mrejesho wewe mwenyewe.
Na hivi vitabu ambavyo nimekutajia kama hiki cha safari ya ufugaji pamoja na hiki cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji ni vizuri sana kwa mtu anayefuga kuku wa kienyeji pamoja na chotara. Kama wale chotara unawatotolesha mwenyewe, huna haja sana ya kununua cha dukani. Unaweza kuwa unatengeneza wewe mwenyewe kwa kutumia formula ambazo zipo kwenye hivi vitabu. Na hivi vitabu gharama yake ni shilingi 10,000 kwa kila kitabu. Ukilipia hiyo shilingi 10,000 tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Ukilipia unatupatia namba yako ya WhatsApp tunakutumia. Kitabu kumbuka ni 10,000 tu. Na kama utakuwa unahitaji hivi vitabu basi unaweza kuchukua namba hapo kwenye video na ukatupigia au ukatutumia ujumbe ili uweze kulifanya malipo na tukutumie kitabu chako. Sasa tuendelee kuangalia hivi vitu 7 ambavyo ni lazima viwepo pale unapoandaa chakula cha vifaranga wako wa kienyeji au chotara wale ambao unakuwa umewatotolesha wewe mwenyewe. Kitu cha kwanza ni yale mahindi ya kubalazwa. Unachukua mahindi unayakatakata katika vile vipande vidogo vidogo ambavyo yule kifaranga mdogo anaweza kula. Size ya yale mahindi kuyakatakata inategemea na umri. Kama ni wadogo sana basi unakata vipande vidogo vidogo sana. Unaweza kupeleka kwenye mashine wakakubalazia vikatoka vile vipande vidogo vidogo sana ambavyo yule kifaranga anaweza akala. Haya mahindi yatamsaidia kuweza kuongeza nguvu. Yataongeza nguvu kwa sababu mahindi huwa yanakuwa yana kiwango kikubwa sana cha wanga na huwa tunaweka kwenye chakula kwa ajili ya kuwapa wanga. Na wanga kazi yake kubwa ni kuongeza nguvu. Kwa hiyo hapa kwenye mahindi haya ya kubalaza ukipeleka mashineni wakayabalaza huwa inapatikana na pumba. Kwa hiyo ile pumba inayopatikana huwa inachanganywa na haya mahindi ya kubalazwa yanakuwa ni kama kitu kimoja. Ndio unaenda kutengenezea chakula. Na kitu cha pili ambacho ni lazima kiwepo ni dagaa au wale samaki wadogo wadogo unawakausha, unawasaga ule unga wake, unautumia kwenda kutengeneza chakula. Lakini kitu cha tatu ni majani mabichi. Haya majani unayachukua, unayaanika kivulini. Labda kama ni majani ya mlonge, lusina na kadhalika unayaanika kivulini, unayasaga, kisha ule unga wake unaenda kuutumia. Na kitu cha 4 ni mashudu. Mashudu yale ya alizeti au ya pamba. Nayo huwa yanasagwa, yanaenda kuwekwa mle. Haya mashudu kazi yake ni kuongeza protini, lakini vile vile yanaongeza mafuta. Na hapo kwenye majani mabichi kazi yake huwa ni kuongeza madini mbalimbali, vitamin, na kwenye upande wa hizo dagaa au samaki huwa inaongeza kiwango cha protini. Na kitu kingine huwa tunaweka soya. Hii soya kazi yake kubwa ni kuongeza protini, na soya ambayo huwa tunaitumia hapa ni ile soya ambayo inatumika kutengenezea lishe ya watoto wadogo au wanaita soya ya mafuta. Sio maharage, ni soya ambayo inatumika kutengenezea lishe ya watoto. Ukifika dukani unaweza ukasema soya ile ya mafuta ndio ambayo huwa inatumika. Kazi yake kubwa ni kuongeza protini lakini vile vile na kiwango kidogo cha mafuta. Na kitu kingine ni madini. Haya madini ya dukani unaweza ukanunua ile broiler premix au ukanunua DCP au ukanunua vyote kwa pamoja. Vyote hivyo ni muhimu kwa sababu vinaenda kuongeza madini na kuwafanya kuku waweze kuwa na afya bora, mifupa wawe na mifupa imara, wasipate ile changamoto ya kushindwa kutembea. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unavyotengeneza chakula cha kifaranga ni lazima viwepo. Ukitaka kujua vipimo sahihi au viwango maalumu vya kila kitu ambacho nimekutajia, kama wewe huwa unatengeneza chakula mwenyewe, basi tunakushauri ununue hivyo vitabu vyetu. Ambapo sisi tuna vitabu 5, inategemea na wewe unafuga kuku aina gani. Tuna safari ya ufugaji, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna tiba za asili, ufugaji wa broiler, pamoja na mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Vile vile kama kuku wako wana changamoto hawatagi au wamedumaa, tuna vitabu ambavyo tukikuuzia unamaliza kabisa hiyo changamoto. Kama kuku wako wanasumbuliwa na magonjwa, basi tuna vitabu ambavyo vinaelekeza vizuri kabisa tiba za asili ambazo zinafanya vizuri kwa kuku aina zote. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa hapo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo, ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Utajifunza hatua za uleaji wa vifaranga, lakini vile vile utaweza kuuliza maswali na kujibiwa ukiwa kwenye hili kundi. Pia utapewa ushauri wa vitu mbalimbali kama kupata makampuni sahihi ya chakula ya vifaranga na kadhalika. Kama uko serious unahitaji huduma zetu za mafunzo pamoja na vitabu, hakikisha uko tayari kulipia ili uweze kuhudumiwa, na unaweza kuchukua namba zetu hapo ukatupigia au ukatutumia ujumbe WhatsApp.